Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV. Leo bwana tunajifundisha dawa ya kuwafukuza au kuwaondoa majini wachafu katika mwili. Kumekuwa na maswali mengi sana nimeulizwa katika hizi siku za karibuni. Kila mmoja analalamika kwamba anasumbuliwa na majini na anatamani kuyaondoa. Anakuambia nimefanywa visomo vingi lakini sijafanikiwa, nimetumia dawa nyingi lakini sijafanikiwa. Na kwa zama tulizonazo tunazoishi, kiukweli hawa viumbe wamekuwa ni wenye kusumbua sana. Sasa leo tutajifundisha dawa maalum. Dawa hizi hazihitaji kisomo, zinahitaji tu utaratibu wa kuzitengeneza na kuzitumia kwa utaratibu tutakaoelekezana hapa. Tutakaoelekezana hapa ndio unatakiwa utumike hivyo. Ukiacha uvivu, ukiacha uzembe, basi mafanikio huanza kujitokeza baada ya wiki moja tu, na hapo mtu anaanza kuondokana na zile adha anazokuwa anazipitia kutokana na majini hawa. Na majini wapo aina nyingi, kuna majini mahaba, kuna majini maiti na majini wengine wengi, kina Subiani, sijui kina Maimuna. Wote maadamu tu unasumbuliwa na jini katika mwili wako, haijalishi ni jini wa kulogwa au wa kutumwa au wa kujituma mwenyewe, anaweza akaondolewa. Lakini pia tutaangalia sababu za mtu kuvamiwa na jini ni nini, kwa sababu zama tulizonazo watu wanavamiwa na hawa viumbe lakini wengi wao hawajui sababu. Unakuta mtu anaanza kupata maradhi au dhiki zinazotokana na viumbe hawa lakini hajui sababu ni nini. Kwa hiyo tutaangalia sababu 4 zinazosababisha mtu kuvamiwa na viumbe hawa. Sasa wewe utajitafakari, wewe unaweza ukawa ulipata kiumbe huyu kutokana na sababu gani. Ukishajua chanzo cha tatizo ni nusu ya kulitatua hilo tatizo. Na maana hata kama utakuja kupona, hutaweza kurudia yale yalikufikisha hapo mpaka ukapata hiyo dhiki ya hao viumbe. Lakini kabla tujaingia kwenye somo la leo, nataka nitoe taarifa. Nimepokea message nyingi, na wengine wamepiga simu, wengine wamenifuata DM na wakaniomba niwape ofa. Maana walikuwa wanauliza, "She, ofa lini?" Imeonekana kuna watu wanafuatilia sana hivi vipindi vyetu, lakini pia wanazijua mpaka tarehe za ofa. Sema mwezi fulani, sikukuu fulani, muda fulani, She wanatoa ofa. Sasa wameangalia kuna baadhi ya siku zimepita, kwa mfano Uhuru Day, sikutoa ofa yoyote. Ni kweli mwezi wa 12 huwa tunatoa ofa, lakini sio kwa zile sikukuu za mwanzo wa mwezi, yani hususan sikukuu ya Uhuru huwa hatutoi ofa kiukweli, ila huwa inatoka ofa ya mwisho wa mwaka ambayo inakusanya ofa Christmas na mwaka mpya inajumlishwa. Sasa waliotuma hizi taarifa na wakaomba wajulishwe ofa itakuwa lini, na wale ambao walikuwa hawajui taarifa hii ya ofa itakuwa lini, sasa nataka niwajulishe. Ni kweli mwisho wa mwaka tutatoa ofa, lakini ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 12 mwaka huu 2025. Ofa hii ni kwa ajili ya mwisho wa mwaka. Ina maana Christmas na mwaka mpya zote zitakuwa humo. Kwa hiyo hii ofa ni kwa ajili ya mwisho wa mwaka. Kwa hiyo kama mtu atakuwa anatamani kupata nakala zile za vitabu vya soft copy kwa ajili ya kujifundisha elimu hizi za kitiba, anaweza akatufuatilia katika hizi channel, lakini pia akatutumia ujumbe kwenye WhatsApp au akapiga simu moja kwa moja kwa ajili ya kukamilisha malipo yake ya ofa hiyo. Lakini ni kuanzia tarehe 20 na sio sasa hivi. Maana kuna wengine wamenitumia ujumbe wasema, "She, naweza nikaanza kulipia saa hizi?" Hapana, ofa wage na muda wake. Muda ule ukifika ndio ule muda ambao watu wanalipia, na ule muda uliowekwa maalum ukiondoka, basi ofa hiyo huwa haitaweza kukuhudumia tena. Kwa hata kama utakuwa na hela ukisema, "She, nimechelewa, ofa imeisha," hautaweza kufanya malipo yale, kwa sababu hivi vitabu huwa vina bei yake rasmi. Ukiangalia idadi ya vitabu vilivyopo na bei zake,
Alafu na bei inayotoka kwenye ofa ni vitu viwili tofauti. Unakuta vitabu bei zake ni zipo juu, lakini kwenye ofa huwa vinalegezwa, vinashushwa chini kwa ajili ya kuwasaidia watu wengi waweze kuvipata kwa unafuu. Kwa yoyote yule ambaye atakuwa anahitaji ofa kwa kumiliki vitabu vya soft copy kwa ajili ya kujifundisha hizi elimu tunaendelea kujifunza, yani kuanzia elimu za Qur'ani, Abjadi, Barati, Mitishamba, Tiba Mbadala na zingine nyingi kama elimu za ulimwengu majini na vituko vyao, basi anaweza akavipata nakala zote tulizokuwa tumeshazikusanya na kuziandaa kwa bei ya ofa, ila kuanzia tarehe 20. Kwa hii ni taarifa ambayo nitaka kila mmoja ajue ili aweze kufanyaje muda huo ukifika asije akasema nimechelewa kupata taarifa ndio maana ofa imenipita. Kwa hiyo hili nitaka lifahamike hivyo. Sasa tuende kwenye somo letu. Dawa ya kuondoa majini wachafu wanaokufuatilia katika mwili wako. Kwanza tujue sababu ni nini za mtu kuvamiwa na jini, kisha tuangalie dawa gani anaweza kutumia mtu ikaweza kumsaidia kuondoa majini hao. Na uzuri dawa hizi zote zinapatikana dukani. Yaani hakuna dawa ambayo itakulazimu wewe uende polini, uende ukachimbe, si uende wapi. Zote zinapatikana dukani na nitakuelekeza ni wapi utazipata. Ukiwa mkoa wote, nchi yote, hizi dawa zinapatikana kwa urahisi. Kwanza, majini ni viumbe ambao tunaishi nao katika mazingira yetu ya kibinadamu, lakini utofauti wa sisi na wao ni kwamba wao wanatuona, sisi hatuwaoni. Lakini majini hawa wamekuwa wakileta uhasama na vita na chuki kubwa kwa binadamu ambayo imepelekea watu kupata madhara mbalimbali ya kiafya, magonjwa, kuharibika kwa mahusiano, ndoa, kupoteza kazi na mafarakano ya kifamilia. Haya ni madhara tu baadhi yanayosababishwa na viumbe hawa, lakini hapo mengi sana. Na bahati mbaya magonjwa yanayosababishwa na viumbe hawa, hata ukienda hospitali ukipimwa, vipimo vyote vitaonesha wewe uko sawa, lakini wewe utakuwa ni mgonjwa. Kwa bahati mbaya magonjwa yanayotokana na viumbe hawa huwa hayaonekani katika vipimo vya kihospitali. Sasa zipo sababu kadhaa. Nitakutajia sababu 4 zinazosababisha majini kumuingia binadamu. Na anapomuingia binadamu jini, haji tu kwa ajili ya kucheza na wewe, anakuja kwa ajili ya kukutia magonjwa na matatizo mbalimbali ikiwemo maanguko ya kiuchumi, kuvunjika kwa mahusiano. Itategemea ni jini gani tu kakuingia. Mwingine kwa ajili ya kukutia tu maradhi, uugue mpaka ufe au uteseke maisha yako yote. Hayo ndio madhara makubwa ya hao viumbe. Sasa sababu ya kwanza ambayo jini anamuingia binadamu ikitokea, hii lazima atakuingia, ni jini mwenyewe kukuchukia. Yaani kuna ile chuki ya majini. Kama jinsi binadamu tunavyochukiana. Unaweza kukuta mtu anamchukia mtu mwingine bila sababu, kwa ajili tu labda ya husuda na hasidi, hana sababu. Yaani huwezi kusema yule bwana anachukia kwa sababu labda hivi. Yaani hasidi anapomchukia mtu au anapomfanyia uhasidi wake, hatafuti sababu yoyote. Ni ile tu moyo wake umekunjika na ameona labda kuna neema fulani unaneemeshwa na Mwenyezi Mungu, anawaza kwa nini asingezipata yeye, kwa nini umezipata wewe, kwa nini zisikuondoke wewe, azipate mwingine au mkose wote, basi anaweza tu akakuchukia. Kwa majini huwa wana asili ya kuwachukia binadamu. Baadhi ya unaweza kuwa na neema labda ya uzuri, neema ya kazi au neema yote tu ile ambayo Mungu amekubariki ikaonekana na yeye anaitamani, basi anaweza kaingiza husuda akakuchukia. Akikuchukia anaweza akakuingia kwa ajili ya kukushikisha adabu na kukutia maradhi na magonjwa mbalimbali. Sasa njia hii huwezi ukasema nitaizuia vipi, kwa sababu ni husuda yake yeye. Nakumbuka hasidi hana sababu. Kwa hii sio njia ambayo unaweza kaizuia, isipokuwa tu kwa zile labda dua masununi. Kama utakuwa ni mtu wa dua sana, unakwenda asubuhi, unaamka kwa dua, unalala kwa dua, unatoka nyumbani kwa dua, unaingia nyumbani kwa dua. Mambo yako mengi unaendesha kwa dua. Hii unaweza kujikinga. Lakini tofauti na hapo, basi bora utumie tu njia zingine za kumuondosha, kwa sababu hauwezi kumkwepa kirahisi katika njia hii ya uhasidi. Kwa akikuhusudu jini ana uwezo kukuingia, kwa anakuingia kwa kukuchukia tu, namna kama hiyo. Sababu ya pili jini kumuingia binadamu ni kwa sababu ya kukupenda. Jini anaweza kukupenda. Na hapa tumegawanyika upendo wa aina nyingi. Kuna wale majini mahaba,
wao huwapenda binadamu na wanakuja kuwaingia kwa ajili ya kuzini nao. Kwa hiyo jini wa kike atamuingia binadamu wa kiume na jini wa kiume atamuingia binadamu wa kike. Lengo nini? Ni kuzini naye. Kwa hiyo hii yenyewe inaweza katokea amekupenda. Mfano mazingira ya kusababisha jini akupende, huenda wewe ni mtu ambaye labda unaoga katika sehemu yako ya unaotumia kuoga labda bafuni, unakuwa uko mtupu kabisa, umevua nguo zote, basi maumbile ya asili yanaonekana. Hii inaweza kumfanya jini akafadhaika akikuonea maumbile yako, akaweza kufadhaika na akakuingia kwa ajili ya kuja kuzini na wewe. Lakini vile vile wale wanaoishi mabaharini, kwenye fukwe za bahari na maziwa na mito, wanaoenda kuoga uchi, maeneo hayo huwa yanakaliwa na majini wengi, japo yenyewe hamuyaoni. Na bahati mbaya ndio hivyo, majini wanatuona sisi hatuwaoni. Labda kwa wale waliobahatika kuwa na elimu ya kitabu, wenye wana uwezo wa kuyaona mambo ya ghaibu, hapo ndipo wanaweza kumuona jini. Lakini wewe ambaye huna elimu ya kitabu na wala huna uwezo huo, sio rahisi kumuona. Sasa wale wanaoishi ufukweni mwa ziwa, bahari na mito, wanaoga wakiwa watupu au wamepunguza nguo zao kwa asilimia kubwa, wanaweza wakawatamanisha hawa viumbe, ikapelekea wale viumbe wakawatamani na wakawaingia. Na sasa katika maeneo ya fukwe watu wengi wanapata majini hawa wa kuingia kwa nia ya kuzini nao. Maeneo ya Pwani, Zanzibar, sijui Dar es Salaam, Tanga, Mombasa, yani ile mikoa au maeneo ambayo yanazungukwa na bahari dunia nzima. Hii sio kwa tu kwa bara Afrika au labda Afrika Mashariki, dunia nzima. Kama unaendaga fukweni, unaoga ukiwa mtupu, umepunguza nguo zako kwa asilimia kubwa, basi hao viumbe wapo wengi sana kule baharini na wanapelekea kukutamanini na kukuingia. Kwa hiyo jini anaweza kukuingia kwa sababu tu ya tamaa zake kama amekupenda. Hii ni sababu ya pili. Sababu ya tatu ya jini kumuingia binadamu ni kwa sababu ya binadamu huyo ni mwenye kupenda maasi. Majini wana tabia ya kufananisha tabia. Mfano, tunaishi na majini mpaka kwenye majumba yetu. Miongoni mwa majini tunaoishi nao katika majumba yetu wana tabia ya kulisi zile tabia tunazokuwa tunaishi nazo. Mfano, mkiwa wafanya ibada, majini wanaweza kawana wenyewe wanafanya ibada. Mkiwa waasi na wenyewe wanakuwa waasi. Sasa majini wanaweza kumpenda mtu kutokana na tabia yake. Mfano, tabia ya ulevi, uzinifu, tabia za ukahaba, tabia hizi za kutembea nusu uchi kama tunavyoona dada zetu wanavyofanya, wanaunganisha manywele, wanaunganisha makucha, wanatembea na mini sketi, matumbo yako wazi, mapaja yako wazi, maziwa yako wazi, sehemu zao za siri zinaonekana baadhi. Basi ukiona kisisha hizi tabia kwa asilimia kubwa, majini huwa wanasema hawa au huyu mbona ni kama mwenzetu, mbona anafanana na sisi kitabia, kumbe tukiishi naye huyu tunaweza tukapata na sisi faida. Kwa wanakuja kuishi na wewe, wanakuingia kwa sababu ya nini? Ya wameshajua wewe una tabia zinazofanana na wao. Kwa wanajua wataishi na wewe, watakula vizuri, watalala pazuri na wataishi vizuri. Sababu jini akikuingia anaweza akafanya jambo lolote kupitia mwili wako, akakukontrol wewe, akatumia viungo vyako kufanya mambo yake, kwa kusema, kuzungumza, kutembea, pia akapiga hata misele na mizunguko kwenye mfumo wako wa damu. Kwa hiyo kama jini atakupenda kupitia tabia zako za maasi, sio tabia zile za kiuchamungu, za maasi, basi hapo ndipo jini anaweza kukuingia kwa nia ya kuishi na wewe kwa sababu mmefanana tabia. Kwa chonde kwa wanaojiachia, wanaofanya mambo bila mipaka ya Mwenyezi Mungu kuizingatia, wana uhatari mkubwa wa kuingiwa na majini. Lakini hapa jini anaweza kukuingia pia kwa sababu ya kulipa kisasi, kama labda ulimpiga na jiwe au ulimwagia uchafu, kwa sababu majini wanakaa majalalani, wengine wanaogota mifupa, wanakula vitu vilivyooza. Sasa unaweza ukaenda jalalani ukamwaga maji au ukamwaga vitu vya ajabu ajabu ukamwagia, akakuingia kwa nia ya kulipa kisasi. Japo njia hii sio kubwa sana. Na njia ya mwisho ambayo ni kubwa, na hii ndio inawatesa watu wengi, ni njia ya kuingiwa na jini kwa njia ya kulogwa. Majini ndio wanaotumikia uchawi. Kwa asilimia kubwa, 90% ya uchawi unatumikiwa na majini. Yaani ili uchawi kuzuru lazima jini aagizwe kuja kwako kwa maelekezo maalum kutoka kwa mchawi huyo aliyeloga, kwamba nenda kamuingie fulani ukamtese
kiungo fulani au ugue magonjwa hayo kwa muda fulani. Ima apaka afe au ateseke tu na mimi hayo niyaone, yadhihirike mbele ya macho yangu. Basi njia hii wanaitumia sana wachawi kuwatuma majini kwa ajili ya kuwaroga watu na kuingiza na kusambaza uchawi katika miili ya watu. Kwa njia hii yenyewe inaweza ikazurika kwa njia labda ya kinga, mtu akiwa na kinga madhubuti, au ni mtu wa visomo sana, ni mtu wa dua sana, anaweza kujikinga kiasi chake. Lakini kwa asilimia kubwa watu wengi wameathirika kwa sababu wengi hawana kinga, lakini wengi hawazingatii hata zile mipaka za Mwenyezi Mungu. Kwa hizi ni njia ambazo majini huwa wanawaingia watu, lakini madhara ya majini ni makubwa tofauti na yale tunayotarajia sisi. Na kila jini anapoingia ana utaratibu wake. Kuna utaratibu wa jini yeye kukuzuru. Kwa mfano anaweza kama ameagizwa kwamba bwana ukamzuru fulani kwa njia hii na hii na hii. Kwa yeye atakuja kutekeleza lile aliloambiwa. Kuna wale wanaojiagiza wenyewe. Mfano majini mahaba. Yeye huyo akikuingia, wivu wake ule ukipindukia anazuia mahusiano yako yasiendelee. Kama ulikuwa na mchumba, uchumba utakufa. Kama mtu alikuwa amepanga kuja kuoa, ataghairi. Unaona bwana, lakini haishi hapo anakuja kukuvunjia mpaka uhusiano baina yako na kazi zako. Ina maana unaweza ukaanza kufukuzwa kazi, au biashara zikaanza kudrop, kurudi nyuma na usifanikiwe. Kwa hii inaweza kapelekea hata uchumi wako ukaharibika. Lengo ni usijipate, usijitambue wala usio na uwezo ili usije ukamkimbia. Kwa sababu anajua wewe ukiwa mwanaume, ukiwa na uwezo kifedha unaweza kaoa wanawake. Kwa hiyo anachokufanya anakuvunja nguvu za kiuchumi. Ndio pale unakuta mtu anakuwa analalamika akiambia bwana wewe unaoa lini? Asema bwana bado mambo hayajakaa vizuri, bado mambo hayajakaa vizuri. Kwa hiyo unakuta ile hali anadumu nayo, hali ya kuwa wengine wanaona kabisa mbona anaweza kuoa huyu, lakini yeye anajiona hawezi kwa sababu tayari ameshaathirika kiuchumi. Kwa hiyo namna kama hivyo. Pia mwanamke anaweza kabanwa akashindwa kuolewa, na akiambiwa olewa anawachukia wanaume bila sababu za msingi. Sasa tukirudi kwenye namna ya kuwatoa majini. Kuna namna 3 za kuwatoa majini katika mwili wa binadamu. Na leo tutajifundisha namna moja ya kutumia dawa. Nitakupisha vipengele hivi 3. Namna ya kwanza ya kumtoa jini ni kwa visomo vya dua. Visomo vya dua vinasaidia kuwatoa majini, lakini kwa vipigo, kwa sababu inaposomwa dua pale majini huwa wanaadhibiwa na kuadhibika. Kwa hiyo majini wengi huwa wanakimbia visomo vya dua, na wengine huwa wanakili, wakibanwa wanaondoka. Sasa hawa wanaondokaga wale waliosilimu, waliokubali kutii sheria na kumogopa Mwenyezi Mungu. Hawa ndio huwa wanaondoka moja kwa moja. Na kuna wengine anaweza kukwambia mimi nimeondoka, nimekubali, lakini baadaye akarudi kwa sababu amesha kuzoea. Wengine majini huwa wanakimbia visomo, wanakaa pembeni, kutoka kwenye visomo wanarudi. Kwa hiyo visomo kama vitasomwa vizuri, mfano visomo vya majina ya barati wenyewe hivi huwa ni bora zaidi kwa sababu vinaweza vikaangamiza kabisa. Kwa wale ambao tumepitishana kwenye madrasa yale ya WhatsApp, kule WhatsApp group za kulipia, tumejifunza mambo mengi. Lakini pia hata kwa wale ambao wanafuatilia hizi darasa za hapa YouTube, tumejifunza mambo mengi namna hata ya kuadhibu majini waliopanda na wakagoma kutoka kupitia majina kafaro jina la Kalili. Unaweza kuwaita wale makudamu wa jina hilo la Kalili, wakawashikisha adabu au majini, ikiwezekana paka kuwanyonga kabisa. Nimeshafundisha hizi darasa. Kama utakuwa ndo mara kwa kwanza kuzisikiliza, basi unaweza kufuatilia kwenye channel hii, pia zipo huko nyuma. Kwa njia ya kwanza ni kwa kutumia dua, ima Qur'ani au njia zingine kama vile elimu ya abjadi, elimu ya barati, zinasaidia kuwatoa majini. Lakini njia hii majini wengi huwa wanakwepa vipigo kwa kukaa pembeni pale visomo vinaposomwa. Njia ya pili ni njia ya kwenda kwa mganga na nyinyi kutoa hongo. Mnakwenda kwa mganga alafu mnatoa hongo. Sasa njia hii ya kutoa hongo kwa waganga ni njia gani? Na hii ndio njia ambayo watu wengi wanaitumia. Wasiofahamu ni kwamba hivi, unapokwenda kwa mtaalamu, wewe unaugua, ukafika pale mtaalamu akwambia bwana wewe una matatizo, una majini. Sasa bwana wewe hebu katafutie kuku mweusi au mweupe au mwekundu, au katafutie mbuzi au kondoo, tumchinje tufanye harakati za kumtoa jini huyo. Ile ni njia ya kutoa hongo. Kwa sababu jini yule anakuwa ishaongea na mganga.
yani majini wa mganga wameongea na ule jini, bwana wewe tunataka uondoke kwa huyu bwana ili na sisi tupate chochote, tupate riziki. Sasa ule jini anasema mimi siondoki, lakini kama mtanipa kuku sawa taondoka, au kama mtanipa mbuzi sawa, au kama mtanipa ng'ombe sawa. Kwa hiyo mganga ataagiza ile mbuzi au kondoo au kuku kutoka kwako ili aje achinjwe, damu imwagwe chini ili wewe uweze kuondokewa na ile hali, kwamba ile inakuwa ni kafara. Na maana ile ni hongo. Sasa jini yule anaweza akakubali kuondoka kwa muda pia. Akasema pamoja kwamba mmenichinjia mbuzi, lakini mimi nitaondoka kwa miezi 6 tu, baadaye nitarudi, lakini nitarudi tamuuguza ugonjwa mwingine. Kwa pale inakuwa ni dili limetengenezwa baina ya mganga na jini yule. Wao ndio wanajua mfumo watakavyo ondoana kwa hiyo hongo. Lakini wewe unaweza ukajikuta yale maradhi yanajirudia baada ya muda na anarudi maradhi mengine. Kama ulikuwa unaumwa tumbo sana, baadaye akirudi yule jini atarudi anakuuguza mgongo au kiuno. Haya huwa yanatokea wengi. Sasa mbona baada ya kutolewa yule jini lakini ndio magonjwa mengine yameongezeka baada ya muda? Lakini ule muda ambapo mmechinjiana mbuzi zile, kuku, sijui bata, utaona maradhi yanaondoka kabisa. Lakini baada ya muda yatarejea tena. Kwa hii huwa ni njia ya hongo ambayo waganga wanawaambia watu kwamba nendeni mkalete kuku, mbuzi, jogoo, sijui nini tuchinje. Kweli anachinjwa na magonjwa yanaweza kaondoka. Na wakati mwingine jini anaweza kakataa akasema hiyo hongo yenu ni ndogo, kwa sababu yawezekana yule mshirikina au mchawi aliyemtuma yeye kamuandalia zawadi kubwa. Kamuandalia, bwana ukifanikisha kazi hii mimi nitakupa ng'ombe. Nyinyi mnakwenda kuchinja bata na kuku na kanga au njiwa. Yeye anaona hichi ni kitu kidogo, anaona siwezi kukubali hicho kitu. Kwanza akakubali kwa muda, baadaye akalegeza adhabu, alafu baadaye akafanyaje, akarudi tena. Kwa hii ni njia ambayo inatumika. Si walaumu wanaoitumia njia hii, lakini na kufungua macho kwamba ukiona umekwenda kwa mtaalamu ukaagizwa vitu kama hivi vikachinjwa ili kuondolewa maradhi, wewe hii unatoa ni hongo kwa yule jini ili aweze kulegeza ule msimamo wake wa kukutesa na kukutia maradhi hayo. Hii ni njia ya pili. Njia ya tatu ya kumuondosha jini ni kwa kutumia dawa za kumkela jini. Sasa hii ndio njia tutakayotumia sisi hapa kufundishana leo. Na njia hii anaweza kaitumia mtu wa aina yoyote, awe Muislamu, asiyekuwa Muislamu, Mkristo, asiyekuwa Mkristo, mpagani, asiyekuwa na dini yoyote yule, madamu tu akijua kuvikusanya hivi vitu na kuvitengeneza kwa utaratibu tutakaoelekezana, anaweza kupona. Sababu njia hii haihitaji kisomo wala haihitaji jambo lolote, ni utaratibu tu na utengenezaji wa dawa. Njia hii ni kutumia dawa maalum. Sasa hizi dawa kazi yake kubwa ni kumkela jini. Jini anapokaa nje ya mwili wa mtu huwa anakaa siku 21. Asipobahatika kurudi kwenye mwili wa mgonjwa ndani ya siku 21, huwa anaondoka na kwenda kumtafuta mtu mwingine wa kumuingia. Sasa kama unaweza, dozi hii uitumie siku 21 au zaidi. Hapo ndipo matokeo utaanza kuyaona vizuri. Mkosi wa bweha unatokea ni pale mtu anaanza kutumia dawa hii ndani ya siku 3, 4, 5, anaona amepata nafuu, amepona, anaachana na hizi dawa. Sasa yule jini anayekutesa hivyo ana taratibu. Akiondoka leo labda kwa ajili ya kukelwa na dawa zako, baada ya muda atarudi baada ya siku 7 labda au 8. Akikukuta bado unakela, anaweza akarudi tena baada ya siku 14. Akikuta unakela, anarudi baada ya siku 21, na akikuta bado unakela, anaondoka na kwenda kumtafuta mtu mwingine ambaye anaweza akamtia maradhi hayo. Sasa ushauri wangu kwanza, kabla sijakuelekeza hizo dawa ni zipi, ni kwamba ni bora mtu akatumia dawa kwa ugumu wote atakokutana nao, ila atumie dawa sio chini ya siku 21. Hapo ndipo atakapofaulu. Vinginevyo atajikuta ametumia dawa siku 2-3, ile hali imemuondoka, kwa sababu wale majini watakaa pembeni. Wao hawapendi kukelwa na hizo dawa zako. Watakaa pembeni. Wakikaa pembeni, yale magonjwa na maradhi yanayokusumbua yatatoweka. Sasa wewe ukiacha mapema kabla hizi siku 21 ambazo ndo mfumo wa jini kukuondoka kabisa, basi ukitumia siku si labda 7, 6 ukaacha, jini atarudi tena baada ya muda. Utashangaa ulikuwa umepona, umepata nafuu, then magonjwa yanarudi. Nimepigwa simu na watu wengi kwa sababu nimetumia dawa hii siku 3 tu nimepona, nikaacha kama miezi 2, 3, nimeshangaa ile magonjwa yamerudi tena. Kumbe yule mtu hakumaliza dozi. Sasa ipo hivi, dozi hii nitakayokutajia hapa unatakiwa uitafute kwa ukamilifu wake. Ukisha itafuta kwa ukamilifu wake na kuitengeneza atakavyokuelekeza,
itumike ndani ya siku 21 au zaidi. Na ni vizuri ukapiga dozi hata 2. Na maana hapo tunasema ni siku 42. Japo unaweza ukazikatisha, lakini isiyo chini ya siku 21. Sasa dawa zenyewe ni hizi zifuatazo. Na hizi dawa kuna wengine wanazijua, lakini nasisitiza, na ndio maana somo hili nimelirudia kwa sababu kuna wengine pia hawalijui. Dawa ya kwanza ambayo tokeo uipate ni inaitwa kiberiti upele au wengine wanaita sulfa. Na hii dawa inapatikana kwenye maduka ya dawa za asili ya Kiarabu, yale maduka yanauza mafuta haya, utakuta mafuta ya sijui mafuta ya nini, mafuta ya mzeituni, sijui mafuta ya karafuu, mafuta ya nini. Kuna dawa mengi tu ya kisuna pale wanasema madawa ya kisuna. Nenda kwenye hilo duka, tafuta kiberiti upele au sulfa. Ni dawa moja hiyo, ni majina tu mawili tunaita. Wengine wanaita kiberiti upele, wengine wanaita sulfa, ila hii ni sulfa ndio inaitwa kiberiti upele. Dawa ya pili upate halititi. Halititi inauzwa hapo, ina rangi ya njano, unga wake unanuka sana. Dawa nyingine upate ubani sandarus, kuna ubani unaitwa ubani sandarus. Dawa nyingine upate miatusaila, na hii ni aina ya ubani lakini ipo kama matope. Miatusaila. Alafu dawa nyingine upate shubiri, ile shubiri nyeusi chungu sana, kwa wanaoifahamu shubiri wanaijua ni nyeusi afu ni chungu sana ukilamba. Upate shubiri na vipimo bora viwe sawa. Kama vipimo vitapimwa basi akupimie vipimo ambavyo vipo sawa. Uipate tu nyingi ya kutosha. Kwa sababu hii dawa inakwenda kutumika siku zisizopungua 21. Dawa nyingine upate bakalhadi. Huu ni aina ya ubani unaitwa bakalhadi. Kwa utatafuta ubani wa bakalhadi. Alafu dawa nyingine ni manemane, na hii ni aina ya ubani unaitwa manemane. Dawa nyingine ni kalafumaiti. Hii utapata kama donge hivi, limetengenezwa kama donge afu jeupe kama chumvi ya mawe, lakini limefungwa vizuri. Sasa unaweza kutafuta hata vidonge vyako 2 au 3 kwa ajili ya kukamilisha dozi ya siku 21. Na dawa nyingine inaitwa mlutulutu. Hizi dawa zipo 9. Kuna kiberiti upele, halititi, sandalusi, miatusaila, shubili, bakalhadi, manemane, kalafumaiti na mlutulutu. Hizi dawa zinatakiwa zipatikane kwa ukamilifu bila kupungua hata moja, na wala hautaki kuongeza hata nyingine. Hata kama unajua kuna dawa fulani nyingine ni nzuri sana kwa ajili ya majini, usiongeze hapa. Zipatikane hizi 9 ndo full dose. Sasa hizi dawa zote zenye mfumo wa mabonge, kwa sababu nyingi ziko kwenye mfumo wa ubani, na ubani tunaujua ni kama mapunje fulani hivi, zisage upate zile chenga ndogo, na zile zikazokuwa kwenye mfumo wa unga zenyewe hakuna shida. Kwa zisagwe zio kwenye mfumo wa unga au chenga ndogo. Baada ya hapo dawa hizi ukishazisaga unatakiwa utumie kwa kuchoma. Unachoma alafu mgonjwa anatumia kujifusha au kujifukiza. Yani unapochoma pale kwenye kitezo au kwenye kifuu cha nazi au kwenye sufuria, unaweka moto, unachoma. Ule moshi unapoanza kutoka baada ya kuchoma dawa ile, unajifunika na shuka. Shuka au blanketi zito. Ina maana ule moshi ukupige wewe mwilini mwako na unapunguza baadhi ya nguo. Lakini angalizo kwa wale wenye wana majini wa kupanda, inatakiwa wapate mtu wa kuwasimamia, kwa sababu mgonjwa anaweza akatupa shuka na akakimbia mbali kweli. Sababu ni dawa ambayo haijawahi kumwacha jini yoyote akabaki salama. Kwa kama una asili ya majini ya kupanda au ya kukupepesusha, basi vizuri uwe na msaidizi wa kukuzuia. Na atakuzuia mpaka dakika 10 mpaka 15 usitoke kwenye shuka hiyo. Kwa yule ambaye yeye majini wake ni wa ndani wanamtia magonjwa, yeye anaweza akaendelea kujisimamia mwenyewe. Kwa dawa hii anatakiwa mtu ajichome. Kama una nguvu za kuvumilia, choma asubuhi, jifushe ndani ya dakika 10 mpaka 15, afu uchome na jioni kwa muda wa siku 21. Haijalishi utapona ndani ya siku 3, 4, 5, wiki moja, wiki 2, hautaki kuacha dawa. Unatakiwa utumie dawa ndani ya siku 21. Sasa wengi wamefeli ni baada ya kupata matokeo haraka. Wanasema nimepona, anaachana na dawa kwa sababu dawa hii inanuka sana, inakera sana. Kiukweli nataka nikuambie inanuka na inakera sana, lakini ndo dawa inayoweza kumuondosha jini wa aina yoyote mwilini. Awe jini maiti, jini makaburi, jini maimuna, jini subiani, jini mahaba,
jini inflate, sijui jini kibwengo, kizuka, kinyamkela, sijui ni nini, ataondoka. Hata kama umetumia masea, umetumia sijui nini, visoke, vitaondoka. Kwa hiyo ni dawa moja nzuri sana. Na hii dawa unaweza ukaichoma hata ndani ya nyumba yako kwa ajili ya kufukuza viumbe wabaya kama unaishi ndani kunakuwa hakuna hali nzuri. Kwa mtu anaweza akachoma kwa ajili ya kufukuza viumbe wabaya, lakini hii tunachomaga kwa ajili ya kufusha mwili. Na unapochoma ukijifusha ndani ya dakika 10 mpaka 15 umejifunika shuka, hautakiwi kuoga kwa muda wa lisali moja. Usitumie maji yoyote kwa niondoe hii harufu sasa hii. Kaa saa nzima, kama unataka kuoga ndio ukaoge. Sababu dawa hiyo itakuwa ishaingia katika mwili na wale viumbe watakuwa ishaanza kudhoofika. Unaona bwana, kwa unaweza ukachoma asubuhi, ukajifusha ndani ya dakika 10 15 ukaondoka kwenda zako kwenye mambo yako mengine. Na jioni unafanya hivyo ukiwa sio mvivu. Ukiwa mvivu kama mimi, basi tenga lisali moja katika siku, ima ni asubuhi au ni jioni. Fanya hivyo na yenyewe isiwe chini ya siku hizo 21. Ndugu yangu mfuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV, ukiweza kufanya hivi, ukafuata utaratibu huu tulioelekezana, kama una jini wa aina yoyote anayekuzuilia mambo yako, anayekufungia mambo yako, anayekutia maradhi au kukudhoofisha katika namna yoyote, ataondoka bila kufukuzwa. Yaani atajiondosha mwenyewe. Sasa majini una utaratibu wa kuondoka. Huwa aondoki siku moja tu. Anaweza kaondoka leo kwa sababu umekela, akarudi baada ya siku 3 kukuangalia, je, ile kelo uliompa leo umeirudia tena? Akirudi baada ya siku 3 akuta bado una kela, anaondoka tena, anarudi baada ya siku 7. Akirudi na akuta una kela, anarudi baada ya siku 14. Anakaa, akirudi baada ya siku 21 akuta bado una kela. Sasa huyo haiwezekani. Hapana makazi mazuri na mema kwangu. Kwa hapo ndipo huwa anaondoka jumla na kwenda kumtafuta mtu mwingine wa kumuingia. Angalizo, dawa hii haihitaji kisomo cha aina yoyote. Yani usije ukajiongeza, je nikisomea zile sijui ayatu nini? Hiyo ni mambo yako. Lakini hizi dawa anatumia mtu yoyote, awe na dini asiyekuwa na dini, anajua kusoma Qur'ani, hajui kusoma Qur'ani, Mkristo, Muislamu, pagani, mcha Mungu, anaweza kutumia dawa hizi, hazina shida yoyote. Kwa watoto wadogo tu, angalizo, wasikalishwe muda mrefu. Hizo dakika 10 zitakuwa nyingi kwao, bora wafanywe dakika 5 waondolewe. Kwa wale watoto wadogo walio chini ya miaka 10, dakika 10 zitakuwa ni nyingi sana. Kwa wanaweza wakafanywa taafifu kidogo. Inshallah mimi nimemaliza. Kama kuna jambo hujalielewa, hujalisikia vizuri, unaweza ukaniandikia kwenye comment hapo tukaendelea kushauriana. Lakini pia kumbuka ofa sasa ni rasmi, itatolewa tarehe 20 mwezi huu wa 12 mwaka 2025, na hii itakuwa ni ofa ya funga mwaka. Utaambiwa bei yake ni kiasi gani. Usianze kuniuliza. Wewe andaa hela. Ila haitakuwa chini ya 45,000. Hilo ndio jambo ambalo unatakiwa ulijue. Ila haitakuwa chini ya 45,000 kwa sababu vitabu vitakuwepo zaidi ya 10. Kwa hiyo sikiliza vizuri, ofa ikitolewa, kama unamiliki hivi vitabu 12, hakuna haja ya kujisumbua zaidi kwa sababu kuna vitabu vingine vitatoka vipya, ila sio kwa ofa hii. Ofa hii itapita kwanza afu baadaye vitatolewa vingine baadaye, ambayo itakuwa ni mwakani. Sasa huo tukijaliwa kufika mwaka 2026, basi tutaambizana kuna vitabu gani vipya vimeongezeka. Ila hii tunataka tufunge mwaka na wale ambao hawamiliki kabisa vitabu au wanamiliki baadhi ya vitabu, vingine wameshindwa kuvinunua kwa sababu ya gharama. Sasa wanaweza kuvipata kwenye mfumo wa package ya ofa. Inshallah, mimi ni Ustaz Bashir na hii ni Tiba Facts Online TV. Tukutane sana wakati mwingine katika kipindi kijacho. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.